Bwana Yesu asifiwe na wasalimu nyote kwa jina la Kristo Yesu. Leo mahubiri ya leo ama mafundisho yetu ya leo, kichwa chetu kinasema matembezi ya imani juu ya mawimbi. Ndio kichwa chetu cha neno letu la leo, matembezi ya imani juu ya mawimbi. Tuanze na maombi kwanza. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako, umetupa muda kama na huu. Neno lako acha likafanye kazi kwetu, likawape neema kwa wale watakaosikia, na baraka pia ikawe juu yetu. Ni kwa uwezo wa jina lako Kristo Yesu tukiomba. Amen. Tunaanza andiko kuu, inapatikana kwenye Mathayo mlango wa 14, mstari wake wa 27 hadi 29. Mara Yesu akawaambia akasema, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope." Petro akamjibu akasema, "Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji." Akasema, "Njoo." Petro akashuka katika mashua, akaenda kwa miguu juu ya maji ili amwendee Yesu. Maisha ya Kikristo mara nyingi hufananishwa na safari katika bahari yenye dhoruba. Katika Mathayo mlango wa 14 tunamwona Petro akijikuta katika hali isiyo ya kawaida. Hakuwa akipambana na dhoruba tu, bali alikuwa akikabiliana na hofu yake mwenyewe. Somo hili linatufundisha kuwa imani si kutokuwepo kwa dhoruba, bali ni kumwelekeza Yesu macho katikati ya dhoruba hizo. Mambo kuu tunaenda kujifunza: ya kwanza, sauti ya Yesu katikati ya hofu. Unaposoma mstari wa 27. Wanafunzi walipomwona Yesu walijawa na hofu, wakidhani ni kivuli, lakini Yesu aliwajibu mara moja, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope." Katika maisha yetu sauti ya Yesu ndiyo inayotuliza dhoruba zetu. Tunapaswa kujifunza kusikiliza sauti yake badala ya kusikiliza sauti ya hofu au mazingira yanayotuzunguka. Unaporejea maandiko, Yohana mlango wa 10 mstari wa 27, Yesu anasema, "Kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata." 2. Hatua ya imani inahitaji neno la mamlaka. Unaposoma mstari wa 28 na 29, Petro hakushuka majini kwa sababu ya ujasiri wake mwenyewe, bali kwa sababu ya neno la Yesu, "Njoo." Imani ya kweli si kuruka kiolela, bali ni kutii neno la Kristo. Tunapopokea ahadi au mwongozo wa Mungu, tunapata uwezo wa kufanya yale ambayo ni kinyume na asili ya kibinadamu. Kirejea maandiko, waraka wa Paulo kwa Warumi mlango wa 10 mstari wa 17 inasema, "Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo." 3. Kuangalia mazingira kunaleta shaka. Naposoma mstari wa 30, kuangalia mazingira kunaleta shaka. Petro alipoanza kutembea vizuri, alitazama upepo mkali, akaogopa, akaanza kuzama. Tunapomwondoa Yesu machoni petu na kuanza kuzitazama changamoto zetu, mfano matatizo ya kifedha, afya au mahusiano, hapo ndipo shaka inapoingia na kutuangusha. Imani hufanya kazi tunapomkodolea macho mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Ukirejea maandiko, Waebrania mlango wa 12:2 inasema, "Basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu." 4. Neema ya Yesu katika udhaifu wetu. Unaposoma mstari wa 31 hadi 33, neema ya Yesu katika udhaifu wetu. Mara tu Petro alipoanza kuzama, alimlilia Yesu, "Bwana, niokoe." Yesu hakumwacha azame. Alinyoosha mkono wake na kumshika. Hata tunaposhindwa na kuanza kuzama katika dhambi au kukata tamaa, mkono wa Yesu bado umenyooshwa kutuokoa. Mwishowe wote walimwabudu Yesu wakitambua yeye ni mwana wa Mungu. Kirejea maandiko,
Zaburi mlango wa 34 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Wenye haki hulia, naye Bwana huwasikia, huwaokoa katika taabu zao zote. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na huwaokoa waliopondeka roho. Tembea juu ya maji, si kwa sababu wewe ni hodari, bali kwa sababu Yesu yupo. Usiruhusu upepo wa maisha uondoe macho yako kwa Mwokozi. Ikiwa umeanza kuzama leo, mwite Bwana naye atakushika mkono. Imani yako itatakiwa kukua kutokana na kila dhoruba unayokabiliana nayo, ili mwisho wa safari Kristo atukuzwe ndani yako. Mefika ukingoni, barikiwe na Kristo Yesu. Sala yetu ya leo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neno lako lenye uzima. Tunakiri kuwa mara nyingi tumekuwa kama Petro. Tunapoona dhoruba tunajawa na hofu na kuanza kuzama. Tunakuomba utusaidie tusiangalie mawimbi yanayotuzunguka, bali tukazie macho kwako. Tunapokuita Bwana, niokoe. Tunakushukuru kwa mkono wako wa neema unao tunyooshea ili kutuinua. Utupe imani ya kutii sauti yako na kutembea katika mapenzi yako hata wakati mazingira ni magumu. Ubadilishe mioyo yetu ili kila mara tuone ukuu wako katikati ya changamoto zetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amin. Andiko hili kabaki kwenu na kwangu, likaweze kuleta neema na baraka kwa wale ambao wanaosikia. Kwa jina la Kristo Yesu. Amen. Tupatane siku nyingine tena kwa neno nyingine kama Yesu akitujalia.